pamoja nasi na ukatubariki. In Jesus' name we pray and believe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 We thank God for such an opportunity. Basi tumshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi kama hiyo. We will request the worship team to take their seats. Tutauliza wana worship team wakiweze kuketi. Thank you for blessing us this morning. Asanteni kwa kutubariki asubuhi ya leo. We thank God. Tunamshukuru Mungu. Our theme this month of October, basi ile mada yetu katika mwezi huu wa Oktoba is breaking all limitations. Ni kuvunja vizuizi vyote. Breaking all the limitations. Kuvunja vizuizi vyote. And I would like us to share briefly, ningependa tushiriki kifupi tu, a small part of that wide theme for the month. Sehemu ndogo tu ya hiyo mada ni pana. Understanding the life without limitations. Kuelewa maisha ambayo hayana vizuizi. Understanding life without limitations. Kufahamu ama kuelewa maisha ambayo hayana vizuizi. It is true that throughout the New Testament, ni kweli kwamba kupitia Agano Jipya, Jesus spoke about life without limits. Yesu aliongea kuhusu maisha yasiyo na vizuizi. He constantly challenged his listeners to stretch beyond the old way of thinking. Basi watia changamoto wale wasikilizaji wao ili waweze kutia changamoto ile hali yao ya kale ya kufikiria. And embrace a new way of life. Na washikilie njia nyingine jipya ya maisha. That way they would experience the fullness of life and and experience a good relationship with the Father. Na basi kuwa na uhusiano mwema na Baba. I want you to sample the following before I go to our main text this morning. Ningependa kupitia fuatayo kabla sijaingia katika mafundisho yangu asubuhi. Some examples from Jesus on life without limits. Mifano ya maisha kuhusu na Yesu na vizuizi. And he compares clearly life with limitations vis-a-vis life without limitations. Na tunalinganisha hapa maisha ambayo hayana vizuizi na maisha mengine ambayo yana vizuizi. The first example is John chapter 10 verse 10. Mfano wa kwanza ni Yohana 10 na mstari wa 10. Jesus says that the thief cometh. John chapter 10 verse 10. The thief comes. John. Yohana 10 na mstari wa 10. The thief comes but to steal, to kill and to destroy. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. But I have come that you may have life and have it in abundance. Lakini mimi nilikuja ili mpate uzima kisha muwe nao kwa wingi. New King James Version. Tupatiwe New King James Version. That I have come that you may have life and have it in abundance. Ya kwamba mimi nilikuja ili muwe na uzima kisha muwe nao tele. That is life without limitation. Sasa hayo ni maisha ambayo hayana vizuizi. Compared to a life where you are limited. Yakilinganishwa na maisha pale ambapo umezuiliwa. Jesus wants us to go beyond limitations and embrace a life without limitations. Yesu anataka twende zaidi ya vizuizi na tukumbatie maisha ambayo hana vizuizi. Another example, John 7 verse 38. Mfano mwingine unapatikana Yohane 7 na mstari wa 38. Jesus again speaks about a life-giving spring. Yesu pia anaongea kuhusu chemchemi ambayo inatoa uzima. He had attended a ceremony. Alikuwa amehudhuria kongamano fulani. In verse 37 the Bible says, mstari wa 37 Biblia inasema, on the third day of the feast, hata siku ya mwisho ya ile karamu, on the great feast, Jesus stood and cried out and said, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Siku ile kubwa ya sikukuu Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe.
You know, this was a feast and I'm sure guys had eaten properly. Hizi zilikuwa sherehe na hivyo basi watu walikuwa wamekula wakashiba. But he saw there was something beyond the normal eating and drinking that would cause them to thirst again. Lakini kuna kitu ambacho kilikuwa zaidi ya kule kula na kunywa ambacho kiliwasababisha wawe na kiu tena. That is why in verse 38 the Bible says. Hii ndio sababu mstari wa 38 Biblia inaandika that on the last and Jesus he says, "He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Aniaminiaye mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. When we are talking about rivers of living water, tunapoongea kuhusu mito iliyo na maji ya uzima, we are talking about a flow that cannot be easily stopped. Naongea kuhusu mtiririko ambao hauwezi ukazuiliwa kirahisi, which is emanating from within the heart, ambao una chanzo chake kutoka moyoni. Look at Matthew chapter 21 verse 22. Mathayo 21 mstari wa 22. Another example why Jesus wants us to live a life without limits. Mfano mwingine kwa nini Yesu anatuambia tuishi maisha ambayo hayana vizuizi. He says, "And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive." Na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini mtapokea. Let it be true to us this morning. Wacha ikawe kweli kwetu asubuhi ya leo. Even as we've come to worship God in the truth and in the spirit. Na hata tunapokuja ili tumwabudu Mungu katika roho na ukweli. Look at the wording, "and whatever things." Na angalia vile vile nasema na katika mambo yote. No limitation. Hakuna kuzuiliwa hapa. As long as you ask in prayer. Kama unaitisha katika maombi. And you believe in your heart. Na unaamini na moyo wako. The Bible says you will receive. Biblia inasema kwamba utapokea. Let me give you the last example. Jeno wapatie mfano wa mwisho. John chapter 8 verse 12. Yohana 8 mstari wa 12. Jesus is still talking about life without limits. Yesu angali anaongea kuhusu maisha yasiyo na vizuizi. He says, and Jesus spoke to them again saying, Biblia inasema Yesu akawaendea tena akisema, "I am the light of the world. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. He who follows me shall not walk in darkness, anifuataye hata kwenda gizani kamwe, but have the light of life." Bali atakuwa na nuru ya uzima. Shall have the light of life. Atakuwa na nuru ya uzima. I discovered that where there is light, nimetambua pale ambapo kuna nuru, darkness cannot be there. Hata giza haiwezi kupatikana hapo. And because we have been attached to Jesus, na kwa sababu tumeunganishwa na Yesu, we have been grafted to the true vine, tumezimikwa kwenye ule mzabibu wa kweli, then we have the light of life. Basi tunayo nuru ya uzima. In other words, we are the solution to the world. Kwa maneno mengine sisi ndio suluhu ya dunia. Now let's look at our main text this morning. Basi wacheni tuangalie kule kusoma kwetu kuu asubuhi ya leo. 1 Corinthians chapter number 1 verse 3 to 9. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 3 hadi wa 9. The apostle Paul is reminding us a few things about life. Mtume Paulo anatukumbusha mambo mengine kuhusu maisha. Life without limitation. Maisha yasiyo na vizuizi. And as he writes to the Corinthians, na anapowaandikia wa Korintho, he reminds the church at Corinth, anakumbusha hili kanisa katika Korintho, that grace to you and peace from our Lord and Father, the Lord Jesus Christ. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Verse number 4. Mstari wa 4. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Verse number 5. Mstari wa 5. That you were enriched in everything by him, in all utterance and all knowledge. I want you to underline that one. Ningependa utie msisitizo kwa hii, kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote. Verse 6. Mstari wa 6. Even as the testimony of Christ was confirmed in you.
kama ushuhuda wa Kristo ulivyodhibitika kwenu. Verse 7, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. Saba, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Again, look at the part where you lack nothing. Angalia tena hapo pale ambapo hamtapungukiwa na chochote. Verse 8. Mstari ni wa 8. Who will also confirm to you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Baye atawadhibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Verse 9 and the last verse. Mstari wa 9 ndio wa mwisho. God is faithful, Mungu ni mwaminifu, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus our Lord. Baye mliitwa na yeye mwingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. That is our main text this morning. Sasa huo ndio mstari wetu mkuu asubuhi ya leo. The Apostle Paul uses a phrase that is very hard to ignore. Mtume Paulo anatumia maneno ambayo ni vigumu sana kuyapuuza. He reminds us that we have been made rich in Christ Jesus. Anatuarifu ya kwamba tumefanywa tajiri kupitia kwake Yesu Kristo. I think that must have been verse 5. Hiyo naonelea ni mstari wa 5. Where we have been made rich. Pale ambapo tumepewa kuwa matajiri. Let's move together. Verse 5. I think it is talking about richness. Twende mstari wa 5 unaoongea kuhusu utajiri. That you were enriched in everything by him, in all utterance and knowledge. Kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote. In other words, richness refers to without limitation. We have been made complete. We have been filled. Kwa maneno mengine, utajiri ni pasipo na vizuizi. Tumefanywa kuwa wakamilifu, tumefanywa kuwa na utajiri ulio mkamilifu. The good things that come from our Father. Vile vitu vizuri na vyema vinavyotoka kwa Baba yetu. It has pleased him to give us. Imempendeza yeye atupatie. Because we are his children. Kwa sababu sisi ni watoto wake. I want us to look at 3 ways in which Christ has made it possible for us to live a life without limitation. Ningependa tuone njia 3 ambazo Yesu Kristo amesababisha iwe rahisi kwetu ili tuweze kuishi maisha yasiyo na vizuizi. 3 ways only. Njia 3 tu peke yake. Because he wants us to live a life without limitation. Kwa sababu anataka tukae maisha ambayo hayana vizuizi. The first way. Njia ya kwanza. He has provided unlimited resources. Yeye ametupatia rasilimali ambazo hazina vipimo. Look at this. Haggai chapter 2 verse 8. Angalia Hagai 2 mstari wa 8. Where the Bible talks about silver and gold belongs to God. Pale Biblia inaongea kuhusu fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Says the Lord God of hosts. Bwana Mungu asema hivyo. So as God is making us rich in him. Kwa hivyo basi wakati Mungu anatutajirisha ndani yake. He is reminding us that everything, silver, money, resources, they belong to him. Anatukumbusha fedha, mali, dhahabu na pesa zote ni mali yake. Psalm chapter 50 verse 10. Zaburi. Psalms 50 verse 10. Zaburi 50 na mstari wa 10. It also reminds us about the resources that are there. They belong to God. For every beast of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills, they belong to God. Inatukumbusha pia hapa, maana kila hayawani ni wangu na makundi juu ya milima 1000. Yote hayo ni ya Mungu. We are talking about resources. Tunaongea kuhusu rasilimali. Everything that has been made belongs to God. Kila kitu ambacho kimetengenezwa ni cha Mungu. Including ourselves, we belong to God. Pamoja na sisi wenyewe, sisi ni wa Mungu. And therefore whatever we have, whatever we possess, we are only stewards. Na hivyo basi chochote ambacho tumemiliki, sisi ni wasimamizi tu. Look at what Paul is reminding us in Corinthians chapter 1 verse 7. Angalia vile Paulo anatukumbusha katika Wakorintho 1:7. That
that you do not lack any spiritual gifts. ya kwamba hata hamjapungukiwa na karama yoyote ya kiroho. That we do not lack at all any spiritual gifts. Ya kwamba hatujapotelewa hata hatukupungukiwa na karama yote. Paul is reminding us here, Paulo anatukumbusha hapa, there are certain spiritual resources that are due to us. ya kwamba kuna aina ya rasilimali za kiroho ambazo ni zetu. And later in this chapter, in this book of 1 Corinthians, he talks about the spiritual gifts in detail. Na pale mwisho wa hiki kitabu cha Wakorintho anaongea kuhusu vile vipawa vya kiroho kwa kina sana. 1 Corinthians chapter 12 verse 5 to 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 5 hadi He wa 7. talks about the variety of gifts Anaongea aina za vile vipawa that God has made available for you and for me, so that as co-workers with Christ, ambavyo Mungu ametengenezea kama sisi wafanyikazi pamoja naye, we may be able to do the work of God without any hindrance. tukaweze kutekeleza na kufanya ile kazi ya Mungu pasipo na pingamizi. Remember what Reverend taught us on Friday, Psalm chapter 82 verse 6. Kumbuka kile Reverend litufundisha Ijumaa iliyopita, Zaburi ya 82 mstari wa 6. That as co-workers with Christ Jesus, Kama sisi wafanye kazi pamoja na Yesu Kristo, we have been made gods that are as the children of the Most High God. na kama watoto wa Mungu aliye juu sana. In Message Bible, I liked it. We have been commissioned as judges, Basi tumepatiwa majukumu kama hakimu, so that we may do the work of God. ili tukaweze kufanya kazi ya Mungu. And so as deputies of the Most High God, Na hivyo basi kama manaibu wa Mungu aliye juu I sana, liked that teaching. nikapendezwa na mfundisho That wake, there are certain things that we need to be able to accomplish that task. ya kwamba kuna majukumu na kazi fulani ambayo twastahili kuyatimiza. That is why it has pleased our God the Father to give us his spiritual gifts without measure. Na ndio sababu imempendeza Baba yetu wa mbinguni kutupatia vile vipawa vya kiroho pasipo na kupimiwa. Paul reminds the church of Corinth Paulo anawakumbusha wapendwa wa Korintho that these spiritual gifts, ya kwamba hivi vipawa vya kiroho they are meant to make us effective in ministry. ni vya kusababisha tuwe na ukamavu na bidii katika huduma. Paul rejoices with the Corinthians because of the spiritual gifts. Na Paulo anafurahia na washirika wa Korintho kwa sababu ya vipawa vya kiroho. Because the gifts of the Spirit are a sign of the presence of God. Kwa sababu hivi vipawa basi uwepo wake ni kuonyesha uwepo wa Mungu mwenyewe. Because when we possess the gifts of the Holy Spirit, Kwa sababu tunapopata karama za Roho Mtakatifu, they enable us to fulfill the commission that God has given us. zinatuwezesha kutimiza yale majukumu ambayo Mungu ametupa. Every person in the body of Jesus Christ Kila mtu katika mwili wa Yesu Kristo has been given spiritual gifts, amepewa karama za kiroho, even multiples, hata kwa wingi ambazo zimezidishwa, so that we may not need anything else, so that we may fulfill the mandate that God has given us. ili tusihitaji kitu kingine, ili tukaweze kutimiza yale majukumu ambayo Mungu ametupatia. I do not want you to start complaining that I'm unable to do 1, 2, 3 things, because God has made it possible for you to be fully equipped to be able to fulfill your mandate as a Sitaki believer. uanze kulalamika kwamba huwezi kufanya mawili matatu, kwa sababu Mungu amekupatia uwezo wote ili ukaweze kutimiza ile kazi ambayo And amekupatia. as I finish that first point, Na nikimaliza hilo jambo la muhimu la kwanza, Ephesians 1 chapter 1 verse 3. Waefeso 1 mstari wa 3, The Bible says, Biblia inasema, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus, basi atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ." aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni
katika ulimwengu wa roho ndani yake Yesu Kristo, with every spiritual blessing in heavenly places. na kila baraka ya kiroho katika mbingu ama katika ulimwengu wa kiroho. Thank God, last month we were talking about operating under open heavens. Shukuru Mungu, mwezi uliopita tulikuwa tunafundisha kuhusu kufanya kazi chini ya mbingu ambazo ziko wazi. And so we still continue to pursue that because we have a connection between ourselves and the heavens. Na tunazidi kufuatana na hiyo kwa sababu tuna muunganiko hapa duniani na kule mbinguni. And so when we remain connected to heavens, na hivyo basi tunaposalia tukiwa tumeunganika na mbingu, the spiritual gifts and blessings will abound in our lives, and therefore we will live a life without limitation. Zile karama na vipawa vya kiroho basi tutakuwa pamoja nasi na tutaweza kutimiza majukumu. The second way in which God wants us to live a life without limitation. Ile njia ya pili ambayo Mungu angependa tuishi maisha yasiyo na vizuizi. Unlimited strength. Ni zile nguvu ambazo hazina kipimo. Unlimited strength. Nguvu ambazo hazina kipimo. Look at 1 Corinthians chapter 1 verse 8. Angalia Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8. The Bible says he will keep you strong to the end. Biblia inasema kwamba atakuweka nguvu mpaka mwisho, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. He will confirm you to the end. Atakushikilia mpaka mwisho. Listen to what one philosopher says. Sikiliza vile mwanafilosofia moja alisema. Anthony Rogers. He says this in one of his books that is written. Akasema katika kitabu kimoja chake ambacho ameandika. If your religion does not change you, kama basi dhehebu yako haiwezi kukubadilisha, then you need to change your religion. Basi wahitaji kubadilisha dhehebu yako. If your religion does not change you, kama dini yako haiwezi ikakubadilisha, then you need to change that religion. Basi wahitaji kubadilisha hiyo dini. Thank God, because the gospel of Jesus is not just a religion. Mshukuru Mungu kwa sababu neno la Mungu sio dini. It is a life transformation. Inabadilisha maisha. Changes a sinner from a sinner to a righteous and a blameless man. Inabadilisha mwenye dhambi kutokana na dhambi yake anafanyika mtu mwenye haki na mtakatifu. Changing somebody from being limited to a life without limitation. Inabadilisha mtu kutoka maisha yaliyozuilika hadi maisha yasiyo na vizuizi. Look at Ephesians chapter 6 verse 10. Angalia Waefeso 6 mstari wa 10. Paul reminding the Ephesians that they need to remain strong in the power that is within them that comes from God. Paulo anawakumbusha kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uwezo wa nguvu zake. Being strong in the Lord. Muwe na nguvu ndani yake Bwana. Being immovable, you cannot easily be removed from where you are. Muwe imara ukuta kwamba hamwezi kutolewa mahali mlipo kwa njia ya rahisi. I'm talking about the supernatural power that works within the believer. Naongea kuhusu zile nguvu za kiungu ambazo zinafanya kazi ndani ya muumini. After accepting Jesus Christ as Lord and Savior, baada ya kumkubalia Yesu kuwa mwokozi na mtawala wa maisha yako, the power that resides within the life of the believer is simply unstoppable. Zile nguvu ambazo zinakaa ndani ya muumini basi ni nguvu ambazo haziwezi zikazuilika. I looked at the book of Acts of the Apostles. Nikatazama kitabu cha Matendo ya Mitume. And what God did through the lives of the apostles. Na kile Mungu alitekeleza kupitia maisha ya mitume. In chapter 3 of the book of Acts of the Apostles. Matendo ya Mitume sura ya 3. Paul and Peter and John. Petro na Yohana. As they went to worship God in the temple. Walipokwenda kumwabudu Mungu katika hekalu. And they find somebody who had been crippled from the time he was born. Na wakapata mtu aliyekuwa kiwete toka wakati alipozaliwa. And his business was to be put at the gate of the temple. Na kazi yake ilikuwa awekwe pale katika lango la hekalu. So that he can get assistance, all arms, from those that were entering the temple.
ili aweze kupata misaada kutokana na wale watu ambao walikuwa A na life of limitation. basi kizuizi. Somebody limited. His scope of operation was limited, and all that he could do was to get help and assistance from others. Mtu ambaye amezuilika na maeneo yake ambayo anaishi yamezuilika, na kile angepata ni misaada kutoka watu. Peter and John, as they entered the temple, they looked at him and they told him in verse 6, silver and gold have we none. Basi Petro na Yohana wakiwa naenda hekaluni wakamtazama wakamwambia, fedha wala dhahabu hatuna, but what we have, lakini tulicho we nacho give it to you. ndicho tutakupa. I'm talking about unlimited strength, unlimited power that is within work in the life of the believer. Naongea kuhusu nguvu ama uwezo ambao hauwezi ukazuilika unaoishi ndani ya muumini. Something more than silver and gold. Kitu ambacho ni zaidi ya fedha na dhahabu. And that is why they told him, in the name of Jesus, na ndio sababu wakamwambia kwa jina la Yesu Kristo, rise up and walk. simama uende. And in verse 12, when people were asking questions, Mstari wa 12 watu wakawa na maswali, wakiuliza maswali, because they did not understand this kind of religion that had come in, sababu hawakuelewa na aina gani ya dini hii ambayo imekuja. that men of Israel, why do you marvel at what has happened? Hata Petro alikaonyesha, kwa nini enyi wana wa Israeli mbona mnasajibikia haya? As if through our own power or God goodness we have made this man to walk. Kama kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi au kwa utaua wetu sisi. But it is through a power that is unstoppable in the life of the believer. Lakini kupitia kwa nguvu ambazo haziwezi kazuilika, ambazo zinakaa katika maisha ya muumini. I'm talking about unlimited power. Naongea kuhusu nguvu ambazo hazina kipimo, haziwezi kuzuilika. Which resides inside the believer. Ambazo zimo ndani ya muumini. The last thing, the last way of understanding the concept of living a life of no limitations. Ile njia ya mwisho na ndio ya tatu kuhusu hii dhana ya kuishi maisha ambayo hayana kizuizi. Unlimited access. Kule kuingia kusipo na kuzuiliwa. Unlimited access. Kule kuingia na kupata vitu pasipo na kuzuiliwa. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. The Bible says, God who has called you into fellowship with his son, our Lord Jesus Christ, is faithful. Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye mwingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. You see, Paul is telling the Corinthians, najua Paulo anawaambia wa Korintho, that God who has called us into fellowship with his son Jesus Christ is faithful. ya kwamba Mungu ambaye amewaita muwe na ushirika wa mwanawe Yesu Kristo, Mungu huyu ni mwaminifu. He is reminding the Corinthian church, anawakumbusha kanisa la Wakorintho, that it is God who has called them into fellowship with him. ya kwamba ni Mungu amewaita katika ushirika, wawe na ushirika naye. The idea of salvation does not begin with man. Ile wazo ya wokovu haikuanza na binadamu. It is God who has called us into fellowship with him. Ni Mungu ametuita tuwe na ushirika pamoja naye. And sometimes when we talk about fellowship, na wakati mwingine tuweza kuongea kuhusu ushirika and availability and time, na kule kuwepo na pia wakati. I want to put it to us this morning. Nataka kuwaambia asubuhi ya leo, although our biological fathers might be busy and stressed and occupied with other things, hata ingawa baba zetu wanaweza kuwa wameshikana na wanashikana vitu vingine, or preoccupied with day-to-day problems, wameshikwa sana shughuli za kila siku, and may be unavailable, na wawe hawapatikani. it is possible our earthly fathers, they may not be easily available to listen to everything that we need from them. Akina baba zetu ambao ni wakutuzaa wanaweza kuwa wameshikana sana shughuli, ukute kwamba hawezi kusikiliza kila kitu ambacho tunauliza. But our Father in heaven, lakini baba yetu wa mbinguni, is available to us anytime when we need him and our fellowship with him. Yeye yuko wakati wote ambapo tunamhitaji, tena pia kuwa na ushirika
pamoja nasi. Look at Hebrews chapter 4 verse 15 and 16. Angalia Waebrania 4 mstari wa 15 na 16. This is what the Bible says. We can use NLT this time. Tupate LT. NLT. New, NLT. This high priest. Kwa kuwa this high priest of ours understands our weaknesses. For he faced all the same testings we do, yet he did not sin. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yote ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. So God understands our situation. Kwa hivyo Mungu anaelewa na hali zetu. He understands what we go through day in, day out. Anaelewa kile tunapitia kila siku. Look at verse 16 now. Basi angalia mstari wa 16. So let us come boldly to the throne of our gracious God. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. There we will receive his mercy and we will find grace to help us when we need it most. Hapo tapewa rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati ambapo tuna mahitaji. So now that God understands us better than any other person, hivyo basi kwa sababu Mungu anatuelewa kuliko mtu mwingine, including our weaknesses, pamoja na maudhaifu yetu, he is challenging us that let us boldly come to the throne of our gracious God. Anatutia changamoto ili tukakaribie kiti cha neema kwa ujasiri, so that we may be able to receive grace to help us in the time of need. Ili tukaweze kupokea neema itakayotusaidia katika wakati wa mahitaji. This is a life without limitation. Haya ni maisha yasiyo na vizuizi. Where there is no limitation with God. Pale ambapo hakuna vizuizi na Mungu. And so we can access that grace. Na hivyo basi tunaweza kupokea when we go to God tunapoenda kwa Mungu as his children. Kama sisi watoto wake. Look at John 14 verse 6. Angalia Yohana 14 mstari wa 6. It's a common verse that we have read many times. Ni mstari ambao unajulikana, tumeusoma mara nyingi. Where Jesus told him that I am the way, the truth and the life, and that no one comes to the Father except through me. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. You see, Jesus broke the veil, the separation between man and God on the cross. Najua Yesu alipasua ile pazia iliyotenganisha watu na Mungu pale msalabani. Which was a limitation for us to reach the Holy of Holies. Bacho kilikuwa kizuizi ukuta kwamba hatuwezi kufika mahali patakatifu. That is in Matthew 27:51. Hiyo inapatikana Mathayo 27 mstari wa 51. When that veil was broken, wakati hiyo pazia ilipopasuka, it gives us unlimited access to God. Inatupatia kuingia kusiko kuzuilika. I want to declare this morning, it is sin that separates us from accessing God. Na ni dhambi ambayo inatuzuia ili tusipatane na Mungu. Sin is a barrier to our access to God. Dhambi ni kizuizi kinatuzuia tusifike kwa Mungu. But we can access the Holy of Holies through Christ Jesus. Lakini tunaweza kupenya tukaingia mahali patakatifu kwa sababu ya Yesu Kristo. That is why we have unlimited access to the resource, to the things that pertain to godliness. Ndio sababu hatuna vizuizi vya kupata vile vitu vya kiungu. So the three things that I've talked about in summary. Kwa hivyo vitu vitatu ambavyo nimeongea kuvihusu kwa kudurusu. For us to be able to understand living a life without limitation. Kuishi maisha yasiyo na vizuizi. That first of all, we have unlimited resources. Ya kwanza ni kwamba tuko na rasilimali ambazo hazina vipimo. God has made it possible for you to have all the things that you need to live a godly life. Mungu amekuwezesha kupata vitu vyote ambavyo vinaweza kuwezesha kuishi maisha. Whether they are physical, material or spiritual resources. Iwe ni rasilimali asilia ama ni rasilimali za kiroho. He has made them available to you. Amehakikisha kwamba amekupatia. He has also given us unlimited strength.
Ametupatia nguvu ambazo hazizuiliki. Through the Holy Spirit who works within the life of the believer. Kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye anakaa na anafanya kazi ndani ya muumini. We cannot be limited by circumstances and the situations that we find ourselves in. Hatuwezi kuzuiliwa na hali na magumu ambayo tunayapitia. And finally, God has given us unlimited access. Na ya mwisho Mungu ametupatia kuingia kusiozuiliwa. I want us to stand in the presence of Basi ningependa tusimame katika uwepo wa Mungu. Oh, we thank you, Lord. We want to pray as we finish that Na session. tunataka kuomba tukimaliza hicho kipindi. May the Lord help us to understand Na Bwana Mungu atusaidie ili tukaelewe that we have been called to live a life without limitations. ya kwamba tumeitwa ili tuishi maisha ambayo hayana vizuizi. And that what God has made available to us, we cannot give excuses. Na ya kwamba kila kitu ambacho tumepewa hatuwezi kutoa visababu. Because God has seen our limitations and our shortcomings, and He has made whatever we need to make us succeed available. Hatustahili kuona vizuizi au pingamizi, upungufu, kwa sababu amesababisha kile ambacho tunaweza kuendelea vizuri, amehakisha kwamba tunacho. I want us to pray together. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la we Yesu, thank you this morning for such an opportunity to be in your presence. tunakushukuru kwa nafasi ya aina hii tuweze kuwa katika uwepo wako. You have reminded us that you are God the Creator, Umetukumbusha kwamba wewe ndiwe Mungu the muumbaji, Almighty God, Mungu mkuu, who started a good work in our lives. ambaye alianzisha kazi njema ndani ya maisha And you yetu, put a deposit of the Holy Spirit in our lives, na ukawekeza Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu, that we may be able to be enriched in you, so that we may be able to do the work of ministry. ili tukaweze kutajirishwa ndani yako, ili tukaweze kutekeleza kazi ya huduma. I pray for each one of us this morning, Naombea kila mmoja wetu asubuhi ya that leo, Jehovah God, whatever limitation that we might have had, ya kwamba Jehova Mungu, kila kizuizi ambacho tumekuwa you nacho, have taught us about the unlimited resources that you have made available to us. umetufundisha kuhusu zile rasilimali ambazo The umetupatia, unlimited power and strength that resides in the believer. ile nguvu na uwezo ambao huwezi And kuzuilika, the ambazo zinakaa unlimited ndani ya, access that we have to you as our Father. na kule kupata kuingia And kusiozuilika so I ambao tunapata pray kwa this jina la Yesu. morning Na hivyo naomba asubuhi ya leo that you may reach each one of us this morning ya kwamba ukafikie kila mmoja wetu with asubuhi the ya leo, various needs that we came before you. yale mahitaji tofauti ambayo May tumekuja you nayo. lift every burden from the life of someone this morning. Ukainua kila mzigo katika maisha ya kila May mtu hapa you asubuhi. heal somebody who is unwell this day. Ukamponye anayeugua asubuhi ya May leo. you fill somebody afresh with the Holy Spirit. Ukajaze mtu kwa upya na Roho Mtakatifu. Heavenly Father, we pray Na Baba wetu wa mbinguni, that twaomba this is going to be a different day in your presence. na kwamba hii itakuwa siku tofauti katika uwepo wako. We pray that you may do us good Naomba ili ukatutendee vyema by the power of the Holy Spirit. kwa nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu. In the name of Jesus, we pray and Kwa believe. jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Santi, I welcome Asante.